kuwa wa kike sio tatizo, kuwa wa kiume sio tatizo, kwa sababu hicho kinachoitwa wa kike au wa kiume ni kibebeo. Hicho sio wewe. Wewe ni yule wa ndani, na yule wa ndani ni pumzi ya Mungu. Mungu akapuliza pumzi. Sasa shetani alivyo mjinga, amewalimiti watu wengi kufanya mambo makubwa kwa kusingizia jinsia zao, hasa wanawake. Hakuna kupendelewa kwa sababu ni wa kike. Onesha uwezo. Uongozi si jinsia. Hatukupi ubunge kwa sababu ni wa kike. Tunakupa ubunge kwa sababu una akili kuliko sisi wote tuliobaki. Unaona mbali kuliko sisi tunaobaki. Mtu anapaswa apande kwa sababu ya uwezo. Mathayo 25 kuanzia mstari wa 14. Maandiko yanasema yule mwenye talanta aliwapa watumwa wake wale 3 talanta, kila mtu sawasawa na uwezo wake, kwa kadri ya uwezo wake, sio kwa kadri ya jinsia zao, kwa sababu hatuambiwa walikuwa wa kiume, hatutajiwi. Walipewa talanta kwa uwezo, sio kwa jinsia. Kuna mikopo maalum ya kumuinua mwanamke, hakuna mikopo ya kuinua mwanaume. Azifu mwanaume yeye tayari alizaliwa na mikopo. Matokeo yake sasa kinachotokea ni kwamba wanaume wamebaki nyuma, wanawake mnaanza kulalamika sasa.